Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limesema lango la bahari la Hormuz halitofunguliwa. Jeshi hilo la IRGC limesema kwamba hawatafungua tena lango la bahari la Hormuz ambalo ni muhimu kwa uchumi wa dunia hadi Marekani itakapotimiza masharti ya Tehran yaliyowekwa siku moja kabla, ikiwa ni pamoja na fidia ya uharibifu wa kivita. Iran imeweka mzingiro mzuri katika njia ya bahari tangu Marekani na Israel zishambulie mwishoni mwa mwezi Februari, na inataka kutoza ushuru wa meli zinazopita katika lango hilo la Hormuz, na zile ambazo zitajaribu kukwepa zitashambuliwa. Kuendelea kwa mashambulizi katika njia ya maji ambayo yalikuwa huru kupitia kabla ya vita ilisababisha kuporomoka kwa usitishaji wa vita wa Aprili. Wapatanishi wamezitaka pande zote mbili kurejea katika masharti ya mkataba uliofuatwa mnamo mwezi Juni ambao uliweka njia ya mazungumzo ya amani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema majadiliano na Oman kuhusu usafiri na usimamizi wa mlango wa bahari wa Hormuz yanakaribia hatua za mwisho, lakini akaongeza kuwa kufunguliwa tena kwa Hormuz kunategemea masharti mengine na fidia kwa ukiukwaji wa makubaliano ya mwezi wa Juni. Alikanusha jana Jumapili kwamba Iran ilikuwa ikifanya mazungumzo na Marekani, akisema walikuwa wakibadilishana ujumbe tu kupitia maamuzi. Mkuu wa usalama wa Iran Mohammad Bagher Zulqadir mnamo Jumamosi alitoa orodha ya matakwa ya kufunguliwa tena kwa lango la bahari la Hormuz, ikiwa ni pamoja na kukomesha vita na uchokozi dhidi ya Iran na washirika wake huko Lebanon, Palestine, Yemen na Iraq. Pili, alitaka kuondolewa kwa kizuizi cha Marekani katika bandari za Iran, kukomesha vikwazo, kuachiliwa kwa mali zilizogandishwa na kulipwa fidia kwa uharibifu wa wakati wa vita, kulingana na matamshi yaliyoripotiwa na shirika la habari la Tasnim. Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran mnamo Jumapili walisema mkakati wao ni kudumisha kufungwa mpaka adui akubali masharti yetu yote. Mlango wa bahari wa Hormuz kwa hakika ni ukumbi wa vita kwetu na ni njia ya maji tu. Hata hivyo, eneo hili la lango la bahari la Hormuz kwa sasa ni mbinu ya kimkakati inayotumiwa na jeshi la Iran katika mapambano dhidi ya Marekani. Maoni hayo yalikuja wakati usafiri wa Hormuz umepungua kwa kiasi kikubwa, huku Iran ikilenga meli zinazozituhumu kwa kupita katika njia inayopendelea kupitia maji ya Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Umoja wa Falme za Kiarabu mnamo Jumamosi ililaani kile ilichokiita mashambulizi mabaya ya Iran ambayo yalilenga meli ya mafuta ya ADNOC, kampuni ya mafuta ya kitaifa ya Abu Dhabi, kwa kombora lililokuwa likivuka mlango wa Hormuz bila kusababisha hasara. Baadaye siku ya Jumamosi, operation ya biashara ya bahari ya Uingereza UKMTO ilisema meli ilipigwa na kombora kutoka Oman katika mlango wa bahari wa Hormuz na kusababisha moto ambao ulizimwa, lakini hakuna majeruhi. Haikuwa wazi ikiwa walikuwa wakimaanisha meli moja. Wizara ya mambo ya nje ya Oman mnamo Jumamosi ilishutumu mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya meli zinazokatiza kwenye lango la bahari la Hormuz bila kuitaja Iran. Pia ilisema kwamba mazungumzo yanayoendelea kuhusu mipango ya urambazaji katika lango la Hormuz yanaendelea katika hali nzuri na yenye kujenga, na ikahimiza dhidi ya hatua zozote zinazoweza kuhatarisha maendeleo hayo. Makubaliano ya awali ya Iran na Marekani yalikusudiwa kutumika kama hatua ya kuruka kwa mazungumzo na suluhu ya kudumu. Ilisema Tehran na Muscat zingeharakisha mipango ya siku zijazo ya bahari katika majadiliano na nchi zingine za Ghuba na kulingana na sheria inayotumika ya kimataifa. Sheria ya kimataifa kwa ujumla inakataza kutoza ushuru katika njia hizo za maji. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.